Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kutoa kauli ambazo zilionyesha kutomridhisha Donald Trump na Marekani yake kwa kutoa maoni yake kusema kuwa Iran ilikuwa ikidhalilisha Marekani katika kipindi hiki, Rais Donald Trump alimjibu kwa kumpa maneno makali, lakini zaidi si maneno makali tu, alisema uchumi wa Ujerumani unakwenda kuanguka. Lakini ni siku moja tu kupitia andiko lake la mtandao wa Truth Social, Donald Trump ameandika kuwa anafikiria kuiondoa Marekani kule Ujerumani, au anafikiria kuondoa vikosi vya Kimarekani kule Ujerumani, kiasi cha askari wastani 35,000 wa Marekani wapo Ujerumani. Nusu ya askari wote walio Ulaya wako Ujerumani. Tutalizungumza hili kwa nafasi yake. Pia nikipata muda tutazungumza zaidi kuhusu uwasilishaji uliotajwa jana katika kikao kikali kizito kabisa cha malumbano, waziri wa vita Peter Hegseth akiwa na Dan Kern wakikabiliana na wabunge wa Republican na Democrat katika kuonyesha kiasi cha fedha walichotumia. Utata ni kuwa kiasi cha bilioni 25 kinatajwa kutumika, lakini kuna watu wanahisi kama kuwa mbona kama hakuna uwiano na ukweli. Mipango ya vita, mafanikio pia ni sehemu ya mjadala. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Yes, mimi huwa sikosi cha kuzungumza, labda tu nikose muda wa kuja kuzungumza na wewe hapa, lakini kwa sababu mambo ya dunia yanakwenda sana, kila kitu kiko wazi kwenye ulimwengu, kwa hiyo vya kuzungumza haviwezi kukosekana. Kabla ya kuja kuzungumza, ngoja kwanza nikukumbushe wewe mdau wa madini, Construction and Mining International Expo ya 2026, unganishwa na wanunuzi sahihi, wawekezaji na decision makers wa sekta ya ujenzi na madini Afrika Mashariki. Hii itafanyika pale Diamond Jubilee Hall, Dar es Salaam. Itakuwa tarehe 27 mpaka tarehe 29 ya mwezi Agosti. Kutakuwa na wataalamu zaidi ya 10,000 kutoka kote duniani. Kutakuwa na waoneshaji zaidi ya 150. Fursa halisi za kibiashara zitapatikana. Nafasi zinajaa haraka sana. Basi hebu na wewe fanya haraka kubook, kubook, unajua ile kubook, kufanya maombi yako ya awali kwa ajili ya kuweka kizimba chako au eneo lako kwa ajili ya maonesho hayo. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba ya simu 0717 10 93 62, 0717 10 93 62. Yes, hao ni wadau wetu jamani, ni lazima tuwataje. Bila hao kuwataja hapa mambo yanaweza yasiende wakati mwingine, kwa hiyo naomba uvumilie tu. Rafiki zangu wa Pemba, kama nilivyowaambia kuwa inshallah panapo majaliwa ya Mungu, tarehe mosi, kesho mosi, jana inakuwa ni Mei Mosi, tutakutana zaidi. Nitakuwa maeneo ya Chake kiasi, kama kutakuwa na mabadiliko yote nitawajulisha, lakini inshallah Mungu akinijalia, kesho tutakuwa pamoja Pemba, ambao nitakuwa na ziara ya siku 2. Sasa nawakumbusha pia wadau wetu kuwa jukwaa hili bado liko wazi kwenye wale tumewaambia kuwa unapotaka kudhamini kuwa sponsor mkuu wa hapa, mimi kila napoonekana unaonekana. Nikienda Pemba na tunakwenda wote, nikienda popote au popote pile Rahby atapokuwa anazungumza na wewe, bango lako litakuwepo. Kwa hiyo usisahau kuwasiliana nasi kwenye hizi namba hapo, ili uweze kuwa mmoja wa wadhamini wakuu wa hii page. Sasa turudi kwenye kile ambacho kinazungumzwa. Kupitia andiko lake la mtandao wa Truth Social, Donald Trump aliandika kuwa anafikiria kuondoa kikosi cha kijeshi cha Marekani kilichopo kule Ujerumani katika kujibu hasira baada ya kile ambacho kilizungumzwa na Ujerumani kupitia kansela Merz aliposema kuwa Irani imefanikiwa sana na Irani imekuwa bora sana katika kipindi hiki baada ya vita. Nadhani ni mwendelezo wa kauli za kushindana ambazo Donald Trump amekuwa nazo.
pale anapojaribu kushindana sana na ukweli. Ukweli ukisemwa unakuwa ni shida. Ni juzi ametoka kulumbana katika malumbano ambayo alilumbana na Papa Leo, baada ya Papa Leo kukemea kile ambacho kilikuwa kinafanywa na Marekani au kile kinachofanywa na Marekani na Israeli. Nadhani tuliona Donald Trump alitoa maneno makali akamshambulia sana Papa Leo. Mashambulizi yaliyoelekezwa kwa Papa Leo yalimtoa mafichoni waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, ambaye na pia walilumbana sana katika maneno makali ambayo pia naye alijibu. Hii ilikuwa ni mwendelezo wa ugomvi wa Trump na washirika wake wa Ulaya, hasa baada ya kuwa na ugomvi wa muda mrefu na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron toka kwenye mgogoro wa Urusi na Ukraine. Wamekuwa na migogoro ya wazi na malumbano ya wazi. Vita ya Marekani na Ulaya bado inazidi kushamiri, hasa ukitoka kuwa Donald Trump kuanzia mgogoro wa Ukraine ni kama aliamua kuwatenga rasmi kabisa washirika wa Ulaya wasiwepo kwenye uwasilishaji wowote. Nadhani kwenye mgogoro wa Ukraine hakuwashirikisha popote pale. Hata washirika wa Ulaya wamekuwa wakipokea maendeleo ya mazungumzo au vyovyote ilivyokuwa kwa kupitia kwa Ukraine, ambaye ndio mara kadhaa wamekuwa wakikutana naye, au Ukraine amekuwa akitoa taarifa baada ya mikutano yake na Marekani au maafisa wa Ukraine wanaokutana na Urusi. Imekuwa hivyo. Mgogoro mbaya wa Ulaya na Marekani ukashamiri kabisa katika kipindi ambacho Donald Trump alizungumza kuhusu Greenland, anataka kuchukua Greenland. Kwa hiyo tayari kuna mpasuko kiasi ambao unazidi kuonekana siku baada ya siku, Marekani na washirika wake wa Ulaya. Huu ni mpasuko ambao unaonekana kwa uwazi kabisa. Sasa hili la Marekani kuondoa askari wake, nadhani nililizungumza kiasi wakati nilipojadili mgogoro huu kuhusu NATO wakati huo, kama mnakumbuka, kwa sababu Donald Trump wakati wa mzozo huu wa Irani pia aliandika kuwa Marekani itajiondoa NATO. Niliwahi kulizungumza hili, nikasema kuwa NATO ni washirika wengi wa Ulaya, ukiondoa Canada na Marekani ambao wanaweza kusema kuwa hawa wanatoka nje ya Ulaya, wengine wote ni washirika ambao wanakuwa wanatoka Ulaya. Sasa wakati huo niliwaambia kuwa uchumi wa Ulaya umefungamanishwa sana na uchumi wa Marekani, lakini pia usalama wa Ulaya umefungamanishwa sana na usalama wa Marekani. Kwa hiyo kulikuwa kuna ile sintofahamu kuwa je, Marekani anaweza kujiondoa na Ulaya inaweza ikabaki kuwa salama kiasi gani? Kuna kile ambacho kimekuwepo kama tishio la wazi kwa Ulaya. Maanake ukiwauliza au Marekani kile ambacho wanakisema kuwa tumekuwa tukiwalinda kwa miaka 80 lakini hawana shukurani. Pale tumewaomba kujiunga na sisi kwenye vita ya Irani wameshindwa kuja. Hizo ndio kauli ambazo zilitolewa na Donald Trump. Ukichukua kauli hii unarudi kusema kuwa Marekani anawalinda Ulaya dhidi ya nani? Utaona kuwa kuanzishwa kwa NATO kulianzishwa kwa sababu ya Soviet Union wakati huo, lakini hata washirika waliokuwa Soviet Union wengine wamehama, wamekuja upande wa pili, ni washirika wa NATO ambao wapo karibu hapo. Sasa tishio limebaki nani? Inabaki tu kuwa NATO ipo kwa ajili ya Urusi, sawa. Kwa hiyo pale Donald Trump anapowaambia kuwa tumewalinda dhidi ya nani, utaona kuwa ni dhidi ya Urusi. Ni kweli kuwa Urusi ni adui wa Ulaya kwa kiwango hicho, au Urusi ana shida kweli na Ulaya kwa kiwango hiko? Kwa hiyo kuna hadithi ambayo nimewahi kuizungumza kuwa Ulaya walitengenezewa narrative moja ambayo wameishi nayo kwa miaka mingi. Marekani akaendelea kufaidika na hadithi hiyo ya kuwa mpo kwenye tishio la kushambuliwa, hasa baada ya kile ambacho kilitokea. Unajua Marekani amekwenda kukaa baada ya vita ya pili ya dunia. Sasa ukiangalia mfano vita ya pili ya dunia, wa Soviet walikuja kukabiliana na Hitler. Sasa baada ya pale ikaonekana tu adui tena amekuwa ni Soviet, ndio akatengenezwa kuwa adui. Lakini usisahau kuwa walikuwa na mpaka kabisa, kwa sababu walikuwa wakishikilia Poland, walikuwa Ujerumani Mashariki, walikuwa eneo karibu lote, lakini waliamua kuondoka, wakapisha, wakaenda mbali, wakarudi kwenye maisha yao. Lakini kitu kingine ambacho nimekuwa nikizungumza mara kadhaa kuwa hii hadithi ya Marekani na washirika wa Ulaya utaona kama huenda ni kama haina usahihi, kwa sababu Urusi amekuwa akifaidika sana na Ulaya, amefanya biashara kubwa na Ulaya. Pipeline nyingi za mafuta na gesi za Urusi zimekuwa zikielekea Ulaya. Ujerumani ni mtegemezi mkubwa wa mafuta akitumia Nord Stream 1 na Nord Stream 2 ambayo ilihujumiwa pia. Kwa hiyo Urusi amekuwa akifaidika sana na Ulaya. Kwa hiyo sitegemei kuamini kuwa unaweza ukaukata mkono ambao unakulisha. Yani tawi ambalo limekushikilia vipi unaweza kulikata. Sitegemei kuona kama Urusi anaweza kuzishambulia nchi za Ulaya. Kwa hiyo ukichukua hii hadithi ni sambamba na hadithi iliyotengenezwa kwa washirika wa Kiarabu kule. Walitengenezwa katika tishio la Irani, kwa Irani ndio adui yenu, na wakatengenezwa katika ile nadharia ili Marekani aweze kufanya biashara kubwa na Waarabu, kuwauzia silaha, kuanzisha ulinzi na vitu kama hivyo. Sasa hebu tujikite kwanza hili, maana nikizunguka huku nitaeleza mengi ambayo nayaona kwangu mimi hayako sahihi. Sasa tutazame hili la Ujerumani. Marekani anaposema kuwa ataondoa wanajeshi wake waliopo Ujerumani baada ya vita ya pili ya dunia, au baada ya kumwangusha Hitler,
Baada ya pale Marekani alikuwa mlinzi mkuu wa Ujerumani. Alikuwa na kambi za kijeshi takriban 120 kabla ya kuzifunga. Sehemu yenye kambi kubwa zaidi za kijeshi za Marekani ni Ujerumani pamoja na Japan. Japani mpaka leo ziko zaidi ya 100, lakini Ujerumani alifunga baadhi ya kambi mpaka zimebaki kati ya 40 plus, yani kati ya 42 mpaka 45 kambi za kijeshi za Marekani. Nchi tatu za Ulaya ndio vituo muhimu kabisa vya Marekani kwa mission nyingi ambazo anazifanya. Ujerumani akiwa na askari 35, Italia ana askari 12,000 na Uingereza ana askari 10,000. Kwa hiyo hizi ni sehemu ambazo Marekani ana kambi za kijeshi ambazo ndio zinakuwa sehemu kubwa za uratibu, hasa pale misheni zake za Mashariki ya Kati. Unajua kutoka Marekani kwenda huko ni mbali, lakini kutokea Ulaya ni karibu sana na Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Marekani hutumia hizi kambi za hapa Mashariki ya Kati, hizi kambi za Ulaya kwa ajili ya kudili na mambo yake ya Mashariki ya Kati. Hata hii vita ya Irani, mara kadhaa hizi kambi zinatumika kuratibu shughuli, kuweka sehemu ya kutulia kwenda, na ndio maana mgogoro ulitoka kwa Hispania waliposema kuwa hatuhitaji kambi yetu itumike kwa namna yoyote. Marekani ana kambi 2 za kijeshi kule Hispania wakasema hatutumii ardhi yetu wala hatutaki anga yetu itumike kushambulia, kwa sababu hapa ni karibu sana kwa kutiririka kwenda Mashariki ya Kati. Sasa Marekani anamwambia Ujerumani, nitaondoa askari wangu kiasi cha 35,000. Kwa hiyo ukiangalia kwa lugha nyepesi unaweza kusema ni threat, tishio, labda Ujerumani itadondoka au itaanguka. Ukweli kuwa si kuwa Ujerumani itapoteza, ataipoteza ni Marekani, kwa sababu hizi nchi za Ulaya kwa miaka 80 zinalipia ulinzi wa Marekani. Kwa miaka 80 wanalipia ulinzi ambao hawajui wanatishiwa na nani au hawajui adui yao ni nani. Sasa pale Marekani anapowaaminisha kuwa mpo kwenye tishio kubwa na mimi ndio nilikuwa nawapa ulinzi na sasa naondoka na acha mvamiwe. Wanavamiwa na nani? Urusi. Hiyo ni hadithi. Urusi hawezi kuwavamia. Sasa hii nadharia ya Ulaya mara kadhaa nilizungumza wakati wa mgogoro wa NATO, nikasema kuwa ikiwa Marekani ataamua kuvunja tu uhusiano wa NATO, yani uhusiano tu wa kijeshi kwa washirika wa Ulaya, hajawakomoa lolote, kwa sababu Ulaya hawana tishio lolote la kuvamiwa. Wala hawana tishio la civil war. Hawana. Isipokuwa tu hiyo ni hadithi ambayo Marekani aliamua kuitengeneza. Lakini kama Marekani kwa sababu ya kisasi cha Trump ataenda mbele zaidi kutaka kugusa sasa kuwa tuangalie hadi mahusiano yetu ya kiuchumi, atawakomoa, atawaumiza, kwa sababu kiuhalisia kuwa Ulaya wanategemea sana soko la Marekani kwa kiwango kikubwa. Yani kile ambacho wanakiuza ni kikubwa zaidi kuliko Marekani ambacho anawaletea. Kwa hiyo kama Marekani itavunja uhusiano na Ulaya ikiwemo Ujerumani, lakini ikaenda mbele zaidi kwenye masuala ya kiuchumi, itaiumiza Ulaya. Lakini kama watavunja masuala tu ya uhusiano wa kijeshi, Ulaya haiwezi kaumia kwa nafasi yoyote, kwa sababu Ulaya inaweza ikafungua njia yake ya Uchina na washirika wengine na wakaendelea kufanya biashara kama kawaida. Sasa Marekani amekuwa na washirika wa namna hiyo. India ni mshirika wake wa kibiashara, lakini hawapo kwenye ushirika wa kijeshi. Kuna nchi kama Korea. Korea japo kuwa na kambi, lakini hawana uhusiano wa moja kwa moja wa kijeshi na Marekani. Lakini Marekani anafanya biashara na Urusi, hawana uhusiano wa kijeshi. Lakini Marekani anafanya biashara na Uchina, hawana uhusiano wa kijeshi, ni uhusiano tu wa kibiashara ambao unakuwa unaendelea. Sasa kama Marekani hatakuwa na nongwa ya kutaka kuwakomoa Ulaya, anaweza mpango wa Trump ambao ni lazima pia uidhinishwe na bunge. Hawezi kufanya tu hivi hivi kusema kuwa nimeamua tu nafanya hivi, hii hawezi kufanya hivyo. Sasa ni lazima mpango wake uidhinishwe na bunge. Kama utaidhinishwa na bunge, ndio unaweza kuwa mpango halali kabisa wa hicho kitu. Sasa ni wakati gani huu mpango unaweza ukaidhinishwa? Ni wakati gani haya mambo yanaweza yakawa? Uamuzi wa Trump wa kuiondoa Marekani kuwa mshirika wa Ujerumani ni lazima ukapitishwe na bunge, kama vile alivyofanya wakati ule anataka kuondoka Afghanistani. Lakini hata mpango wa NATO ni lazima ukaidhinishwe kwa upande wa pili huko. Sasa Ujerumani haitopata hasara. Ujerumani wana nadharia moja ambayo Waarabu wameishi nayo. Juzi Waarabu walikuwa kwenye mkutano ule wa GCC ambao umefanyika Jeddah, ambapo katikati ya mkutano huo ndio UAE wakatangaza kujitoa kwenye OPEC. Ule mkutano wa Waarabu, moja ya mada kubwa ilikuwa inajadiliwa ni kuhusu uwezekano wa ulinzi wao. Je, katika miaka mingi ambayo wamekuwa chini ya kivuli cha ulinzi wa Marekani, je, ni kweli wanalindwa au wamefanya nini? Nadhani nilizungumza juzi kwenye uchambuzi nikawaambia maoni ya Dr. Khalid ambaye ni mmoja wa profesa wa science pale UAE aliyoyatoa. Alitoa maoni ya kisomi sana bila kukwaza serikali yake, bila kukwaza Marekani wala bila kukwaza kuonyesha hisia tofauti. Aliposema kuwa katika kipindi chote cha vita hiki tumeshuhudia uwezo wa jeshi letu, yani akikusudia kusifu uwezo wa jeshi la UAE, anasema kuwa tumekuwa na jeshi bora ambalo limeweza kujilinda.
tumezuia mashambulizi ya Irani na tumeweza kusimama katika kipindi chote hiki. Sasa kwa maoni yangu, yani anatoa maoni yake profesa, anasema kwa maoni yangu ninaona kuwa imefika wakati sisi tuamue kulitegemea jeshi letu bila kupokea ulinzi wowote kutoka nje, na imefika wakati turuhusu vikosi, yani turuhusu kambi za Marekani kwenye nchi yetu zifungwe, kwa sababu sisi uwezo wa kujilinda tunao wenyewe. Ilikuwa ni lugha ya tafsida ambayo haitaki kumention moja kwa moja kufeli katika ulinzi wa Marekani, kwa sababu majibu yako wazi kwenye hili kuwa kufeli Marekani kuwalinda washirika wa Kiarabu, kwa sababu ameshindwa kujilinda, kashindwa kuwalinda, kashindwa kumlinda yoyote. Huu ndio mjadala umekuwa mkubwa, na ukichukua maoni ambayo yaliwahi kutolewa na Kuwait, wakasema kuwa katika miaka 35 yote tuliamini sisi Marekani anatulinda, lakini tumekuja kugundua sisi ndio tunamlinda Marekani. Lakini katika kipindi hiki ndio pia tumeona kuwa Marekani akiomba msaada kwa Saudi Arabia kuwa nilindie kambi zangu, nilindie ubalozi wangu wa Riyadh, katika nchi ambayo inalipia ulinzi na Marekani na ushirika wa Marekani. Katika kipindi ambacho ni muda mchache tu, chini ya miezi 6, Qatar ilikuwa imeenda kusaini makubaliano ya mabilioni ya dola kwa ajili ya ulinzi wa Marekani ili siweze kudhurika na nchi yoyote itapoishambulia. Lakini nini kimetokea? Athari kubwa, Qatar imeshindwa kulinda hata miundombinu yake na Marekani akiwa pale pale. Kwa hiyo kuna ile tathmini ya moja kwa moja kuwa Marekani anawalinda Waarabu, Marekani anawalinda wazungu, lakini ukweli kuwa Marekani alikuwa akitumia hizi kambi ambazo ziko za Waarabu, alikuwa akitumia hizi kambi zilizo kwa wazungu wenzake katika kujifaidisha, sio kuwalinda wao. Alikuwa anajaribu kujifaidisha yeye kwa namna moja au nyingine, kwa sababu wazungu mara kadhaa walikuwa hawana vita. Mfano, hamna nchi ya kizungu ambayo katika kipindi hiki cha karibuni labda tumeshuhudia kwa imeanzisha vita na nchi nyingine kwa karibu. Utaona kuwa hakuna, isipokuwa Marekani ndio alikuwa akianzisha yeye zile vita, halafu anawachukua anawapeleka wale wazungu. Mfano, vita ya Iraki ilikuwa ni vita Marekani ambayo alianzisha. Vita ya Libya ilikuwa ni chokochoko ile ile ya Marekani kushirikiana na Israeli mwenzake. Vita sijui za Syria, vita za kote sehemu ambazo Marekani alianzisha vita, alianzisha Marekani na kuwavuta Ulaya. Maana yake kuwa Ulaya walikuwa wakilipa gharama tu ya ushirika, kwa sababu mlinzi wetu anasema twende tukapigane, hali ya kuwa sisi hatuna ugomvi wowote wala hatuna lolote ambao inabidi waende kama alliance, wanakwenda kama washirika. Sasa mara zote Marekani amekuwa akiwatumia kwenye hilo, lakini wao wamekuwa hawapo kwenye vita ya aina yoyote. Chukulia kuwa awamu ya pili ya Donald Trump alivyorudi madarakani, akabadili sheria ya NATO, akasema kuwa kama mkitaka Marekani tubaki kwenye NATO, ni lazima utaratibu wa NATO ubadilike. Utaratibu gani unabadilika? Unabadilika wa ongezeko la matumizi. Nchi za NATO zilikuwa zikichangia kati ya 2% mpaka 3% ya pato jumla la nchi kwenye manunuzi ya ulinzi au silaha. Sasa Donald Trump akatoa pendekezo lake kuwa ni lazima nchi zote washirika wa NATO wachangie 5% ya pato zima ambalo la nchi kwa ajili ya silaha kwa ajili ya ufadhili wa NATO. Kama mnakumbuka, uamuzi huo ulipelekea nchi kama Uingereza kuondoa ufadhili. Hadi huko kwetu walikuwa kifadhili, mfano walikuwa nafadhili huduma za afya na mashule, baadhi ya huduma ziliondoka. Watu hayo mashirika najua wananielewa kile ninachozungumza. Uingereza iliondoa hiyo fedha huko. Kwa sababu gani? Ile fedha ilienda kuongezewa kwenye budget ili iweze kukamilisha 5% ya ununuzi wa silaha katika ombi la Donald Trump. Sasa 5% ya ongezeko la nchi linapoongezeka kwenda kununua silaha, mnanunua silaha za nani? Washirika wa NATO wana mikataba. Mikataba yao ni moja kwa moja inawapeleka kuwa utanunua silaha za washirika wa NATO. Muuzaji mkubwa wa silaha wa NATO ni Marekani. Kwa hiyo Marekani anafaidika na huu mchezo kwa sababu watanunua silaha ndani yao, yatanunua Ujerumani, yatanunua Ufaransa, yatanunua kwa kati yao, lakini katika mauzo ya jumla yatapokuja, 80% ya mauzo yote ya wanunuzi watakuwa Marekani ndio ameuza. Kwa hiyo Trump aliwaambia Ulaya wabadilishe bajeti zao, waongeze ili waweze kununua. Yaani hata wanapokuwa hawapo kwenye vita, Marekani atafaidika kupitia wao. Ndio mchezo uliochezwa. Sasa hizo ni faida ambazo Marekani amekuwa akizipata kwa Ulaya. Pale Marekani anapotishia sasa kuwa nitaondoka na nitawaacha, ndio ombi ambalo Waarabu wamekuwa wakiliomba mara zote, kwa sababu uwepo wa Marekani unawaletea matatizo sana, na wao sasa wanagundua kuwa hatuko kwenye tishio la kushambuliwa na yote, si Irani wala Irani hana mpango wa kutushambulia, wala kile ambacho wazungu wanawaza kuwa sio Urusi ambaye anaweza kutushambulia wakati anafanya biashara na sisi. Si kweli hizi tabia au kile ambacho Marekani anachokizungumza. Kwa hiyo Trump anapozungumza hizi ni hisia zake, kutaka kujaribu kuhisi kama anawakomoa, lakini Ujerumani kuwepo na kambi nyingi za kijeshi za Marekani zinawakera kwa muda mwingi. Wanaona kabisa kuwa hatuna uhuru wowote wa kuamua mambo yetu, kwa sababu ndani ya nchi yetu kama tuko mateka. Kambi za kijeshi za Marekani zimejaa kila sehemu, hatuwezi kufanya mipango yoyote, manake kuwa ni kama vile wametuteka nyara, hatuwezi kupinga maamuzi yao yoyote. Lakini pale wanapofikiria kuondoka wao kwa hiari,
wacha waondoke. Kama wataondoka litakuwa jambo zuri sana. Ndio hiki nilikizungumza mwanzo wa mzozo wa Irani, nikasema kuwa hawa Waarabu kuna kitu ambacho wanakitazama kwa Irani. Ndio maana unaona kuwa Irani anawashambulia wao hawajibu, anawashambulia wao hawajibu. Kwa nini hawajibu? Hawajibu kwa sababu Waarabu wamechoka na Marekani. Kama Irani anaweza kumtoa Marekani pale kwao, kwa sababu Marekani hana kazi yoyote kati yao wale Waarabu, isipokuwa amekaa ni dalali tu. Marekani ana kazi gani nchi za Kiarabu zaidi ya kuwa dalali, kusimamia kuwa na kusimamia usije kushambuliwa, mimi nakupa usalama, halafu mafuta utauza kwa bei yangu na huyu simuuzie. Tayari Waarabu wamechoka, yani wako wametekwa nyara. Kwa hiyo kama kuna njia yoyote inawezekana kumtoa Marekani hapa, Waarabu wanaunga mkono, ndio maana wanaweza kuwa wamekaa kimya. Kwa hiyo swala la Donald Trump kuwatishia Ujerumani kuwa nitaondoa vikosi vyangu ni swala ambalo halitowaumiza lolote wazungu, isipokuwa litaiathiri Marekani, kwa sababu ule umiliki wa dunia ambao Marekani anaupata, anaumiliki kutokana na hivi vikosi, haya majeshi, hawa askari wanaokuwepo katika nchi mbalimbali duniani, ndio inomsababishia Marekani aweze kuimiliki dunia kwa kiwango hicho. Lakini pale atapoondoka, udhibiti wa dunia hautakuwepo na nguvu yake itapotea moja kwa moja. Jamani, nimezungumza hili moja, la pili nadhani nitalizungumza mara nyingine, inshallah nitawaletea katika kipindi kingine. Shukran sana na asanteni sana. Shukran. Rahby Digital, haki na ukweli.